tuendelee kuunga mkono jitihada kubwa inayofanywa na serikali. Inaweza isionekane kwa sababu hatuoni tija pale kinapokuwa kinafanyika. Lakini tukirudi nyuma, serikali ikasema tutoe pembejeo za ruzuku, wote mtaona mzigo ambao serikali inaubeba. Na haiubebi kwa bahati mbaya, inaubeba ili mkulima afanye bidii ya kulima na kutobeba mzigo mkubwa wa pembejeo. Swala la kwamba bado ziko juu, zinaweza zikawa juu kwa sababu ya uhalisia wa uzalishaji, lakini kazi yetu sisi ni kuregulate, kuendelea kufanya udhibiti, lakini na kuendelea kutengeneza mazingira yanayoweza kumpa urahisi mkulima kupata pembejeo bila changamoto. Naeleza masoko yaliyopo Morogoro, Iringa, Dar es Salaam na maeneo mengine. Lakini nimeeleza soko lililopo Zambia, Malawi na Kongo. Kwetu, kwa sababu mimi ndiye waziri mwenye dhamana ya kilimo, shughuli ya mazao ya kilimo ni ya kwangu na siwezi kuikwepa. Na nina wajibu nayo. Leo nazungumza hapa, lakini najua nyanya hizi zinalimwa Ilula, nyanya hizi zinalimwa Kilombero, nyanya hizi zinalimwa pale Mikumi, zinalimwa Lushoto na maeneo mengi ya nchi yetu. Ni lazima sasa wizara yetu ya kilimo tukae mkao wa kujua kwamba hii ni sehemu ya wajibu wetu wa msingi wa kuratibu kuanzia shamba mpaka sokoni. Sisi tutalifanya hilo, siwe na wasiwasi. Nimemsikiliza mama ambaye anasafirisha zile nyanya pale, alikuwa anatuonyesha kupeleka Kongo. Ameeleza hatua anazopitia. Na sisi lazima tubebe wajibu wa kuhakikisha tunashiriki kwenye hizo hatua ili kuongeza tija. Kwetu sisi biashara inayoenda nje ni biashara muhimu kwa sababu inatuletea fedha ya kigeni. Iwe kubwa iwe ndogo, kwa kuifanya iwe kubwa ni sisi. Kwa hiyo msipate shida. Hilo nimelichukua, tutaenda kuweka sawa mambo. Taona matokeo. Lakini kwenye upande wa soko, naeleza kuhusu miundombinu. Kwa tunazungumza na mheshimiwa mkuu wa wilaya, ngoja tukajifunze. Alafu tutajua tunashirikianaje na halmashauri yetu kuhakikisha tunaleta tija ya haraka. Nimeona nyanya ambazo zimeharibika kwa kukaa muda mrefu bila kwenda sokoni. Kuna teknolojia ya kuzihifadhi ili zisipate hasara hizi. Tutaenda nayo kujifunza, tutajua cha kufanya. Msiwe na wasiwasi, tutaona matokeo.